Urusi imekiri kuwa malengo yake kamili bado hajafikiwa nchini Ukraine, lakini imeapa kuendelea na vita hadi hapo itakapotimiza dhamira yake, likiwemo suala tete la mipaka na mamlaka ya Kiev kwenye eneo la Mashariki. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amekiri kuwa hadi sasa Urusi haijafanikiwa kufikia malengo yake nchini Ukraine, wakati ikitimia karibia miaka minne tangu mwaka 2022 hadi wakati huu mwaka 2026. Akiongeza, Dmitry Peskov anasema hiyo ndio sababu kile alichokita operation ya kijeshi lazima iendelee hadi malengo yatakapotimizwa. Peskov anasema hayo mjini Moscow wakati akizungumza na waandishi wa habari waliotaka kujua maoni yake baada ya hapo awali Rais Volodymyr Zelensky kusema kuwa Urusi imeshindwa vita vyake nchini Ukraine. Akizungumza mnamo Jumanne ya Februari 24 kwenye kumbukumbu ya miaka minne ya vita vya Urusi, Zelensky alisema wakati Putin alipoanza uvamizi wake tarehe 24 Februari mwaka 2022, alisema ingechukua siku chache tu kuitwaa Kiev, lakini hadi sasa bado anaendelea. Hadi sasa Urusi inakalia 20% ya ardhi ya Ukraine na inapambana kulitoa eneo zima la Donetsk ambalo inataka iwe sehemu ya makubaliano yoyote amani yatakayofikiwa. Imetishia kutoa mkoa huo kwa nguvu endapo haitaupata kwenye meza ya mazungumzo. Ukraine imesema haitasaini makubaliano yoyote ikiwa haikupatiwa hakikisho la usalama kutoka kwa washirika wake ikiwemo Marekani na kuikabili Urusi endapo itavamiwa tena. Hata hivyo, mikutano ya washirika bado yaendelea. Katika kumbukumbu ya miaka minne tangu operation ya kijeshi ya Urusi ilipoanza, Ukraine imeitisha mikutano ya kilele kati ya kile kilichoitwa muungano wenye dhamira na ushirikiano wa Ukraine, Nordic na Baltic mjini Kiev. Mikutano hiyo miwili inayowakutanisha pamoja viongozi wa Ukraine na wa Ulaya wakati vita vikiingia sasa mwaka wake wa 5 inaashiria kuelekea kwa utaratibu wa kidiplomasia na uungwaji mkono wa kisiasa kwa Kiev. Mapema Rais Volodymyr Zelensky na mkewe waliungana na washirika wa kimataifa kwenye suala la pamoja kwa ajili ya Ukraine na sherehe za kuwatunuku nishani za heshima wanajeshi waliouawa katika vita hivyo vya miaka minne. Jumla ya viongozi 11 wa kigeni waliwasili Kiev, wakiwemo wakuu wa mataifa ya Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Iceland, Finland, Denmark, Sweden na Norway, na pia wawakilishi wa ngazi za chini kutoka nchi na mashirika mengine. Akizungumza kwa njia ya video na bunge la Ulaya, Zelensky aliutolea wito Umoja wa Ulaya kuweka wazi ratiba ya nchi yake kujiunga na umoja huo. Kwa njia nyingi tunaweza kuona jinsi gani inaonesha kuidharau Ulaya, lakini Warusi wanapaswa kujifunza kwamba Ulaya si ardhi tu ya majengo ya kifahari, bali mabilionea wa Kirusi. Si makumbusho kwa wapenzi wa maafisa wa Urusi kuhusu urembo wake, si sehemu nyingine ya anasa kwa wauaji wa Kirusi. Warusi wanapaswa kujifunza kwamba Ulaya ni muungano wa mataifa huru na mamilioni ya watu wasiovumilia udhalilishaji na hawatokubali vurugu, anasema Volodymyr Zelensky. Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen alisema amekwenda mjini Kiev kuendelea kuthibitisha kwamba Ulaya inaunga mkono Kiev kwa hali na mali na kupitia kipindi hiki cha majira ya baridi kali. Mbali na bunge la Ulaya, Zelensky alikuwa pia na mkutano mwingine kwa njia ya video na viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, akishinikiza msaada zaidi wa kupambana na Urusi. Mapema, waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha alikutana na von der Leyen na rais wa Baraza la Usalama Antonio Costa. Waliwasili mapema zaidi mjini Kiev kushiriki kumbukumbu hizo za miaka minne ya vita vya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.